nitawapatia kwa sababu ni ya Bwana. Ujeni tu. Bwana, leo hii dada na ndugu katika Kristo Yesu, nimekuja leo hii ili niwatangazie jambo moja. Bwana asifiwe. Na sio mambo mengi. The end of curses. Bwana asifiwe. Mwisho wa laana. Bwana asifiwe. Naja kuwatangazia leo hii mwisho wa laana. Umefika mwisho laana. Bwana asifiwe. Haleluya. Bwana asifiwe. Shetani apende asipende. Haleluya. Yeye na mishale yake. Today is the end of our curses. Katika kila nyumba. Bwana asifiwe. Katika kila nyumba. Haleluya. Nami nitasoma Wakolosai 2. Soma kutoka brother kutoka 11. So anza nani? Sorry, anza nani? Imenyagirire mutikana taho ni mundu ona uriku na maugi make na mathara matuhu maria marumaniriire na irira cia andu na makarigana na maundu maria manduire ma guku thi matirumaniriire na Kristo nigukorwo uyuru wothe wa Ngai ni utuire thiini wake ari na mwiri na inyuĩ mũkaiyũrwo nĩ muoyo ũrĩa mwagĩrĩru nĩ ũrĩa mũtũire thĩinĩ wake, o we ũrĩ mũnene igũrũ rĩa ũhoro wothe wa gwathana na wa kũgĩa na hinya. Na mũkĩrĩ thĩinĩ wake mwaruithirio irua rĩrĩa rĩtaruithanagio na moko, no rĩo rĩrĩa rĩa kũmwehereria maũndũ ma mwĩrĩ wa gũkũ thĩ, kũringana na ũrĩa ũhoro wa kũrua ũtariĩ thĩinĩ wa Kristo. Nĩ gũthikwo mwathikirwo hamwe nake hĩndĩ ĩrĩa mwabatithirio, na nĩ thĩinĩ wa ũhoro o ũcio mwariũkanĩirio nake, nĩ ũndũ wa kwĩhoka wĩra ũrĩa Ngai arutire rĩrĩa amũriũkirie oime kũrĩ arĩa akuũ. Na inyuĩ mwatũire mũrĩ akuũ nĩ ũndũ wa mehia manyu, na tondũ wa gũikara mũtaruĩte mĩĩrĩ yanyu-rĩ, nĩ inyuĩ Ngai ekĩrire muoyo hamwe na Kristo nĩ ũndũ wa ũrĩa atuoheire mahĩtia maitũ mothe, na tondũ wa ũrĩa ahũrire ũhoro wa gũtũcuuka ũrĩa wandĩkĩtwo mawatho-inĩ na warĩ wa gũtũhoota-rĩ, agĩkĩweheria akĩũhũrĩra mĩcumarĩ mũtharaba-inĩ wake, na arĩkia gwĩthengeria monene macio ona ma hinya akĩmonania mbere ya mũingĩ. Simamia hivyo hapo kapo 14. Soma Kiswahili ndugu. Simamia hapo. Tukanani. Angalieni mtu asiwafanye mateka kwa elimu yake ya bure na madanganyo matupu, kwa jinsi ya matokeo ya wanadamu, kwa jinsi ya mafundisho ya awali ya ulimwengu, wala si kwa jinsi ya Kristo. Maana katika yeye unakaa utimilifu wote wa Mungu kwa jinsi ya kimwili. Na nyinyi mmetimilika katika yeye aliye kichwa cha enzi yote na mamlaka. Katika yeye mmetahiriwa kwa tohara isiyofanyika kwa mikono, kwa kuuvua mwili ya nyama kwa tohara ya Kristo. Mkazikwa pamoja naye katika ubatizo, na katika huo mkafufuliwa pamoja naye kwa kuziamini nguvu za Mungu aliyemfufua katika wafu. Na nyinyi mlipokuwa mmekufa kwa sababu ya makosa yenu na kutotahiriwa kwa mwili wenu, aliwafanya hai pamoja naye, akisha kutusamehe makosa yote, akisha kuifuta ile hati iliyoandikwa
ya kutushtaki kwa hukumu zake, iliyokuwa na uadui kwetu, akaiondoa isiwepo tena, akaigongomea msalabani. Akisha kuzivua. Kusomea tu hapo brother. Bwana asifiwe kanisa. Haleluya. Maandiko imesema hivi, angalieni mtu asiwadanganye, asiwafanye mateka kwa elimu yake ya bure na madanganyo matupu. Bwana asifiwe. Kwa jinsi ya mapokeo ya wanadamu, kwa jinsi ya mafundisho ya awali ya ulimwenguni, wala si kwa jinsi ya Kristo. Bwana asifiwe. Kwa hivyo tunaambiwa tujiepushe na mafundisho ambayo sio ya Kristo. Bwana asifiwe. Imejaa na udanganyifu, utupu tu. Bwana asifiwe. Na mapokeo ya mwanadamu kwa jinsi ya mafundisho ya pale awali ya ulimwengu, wala si kwa jinsi ya Kristo. Bwana asifiwe. Ujiepushe na mtu awaye yote anayekupeleka katika njia ambazo sio za Kristo. Bwana asifiwe. Wakati tulipokuwa watu wa ulimwengu, tulitenda, tulifanya, tulisukumana. Bwana asifiwe. Lakini sasa hivi umekombolewa. Bwana asifiwe. In short, umekombolewa dada na ndugu. Amen. Kristo ashakufia msalabani Calvary. Bwana asifiwe. Sasa kwa hivyo ni wewe, kama vile Kristo Yesu alivyowaambia mitume, sasa tutawachana nanyi mtaenda kule, sivyo? Jichungeni msitiwe chachu na Mafarisayo na Masadukayo. Bwana asifiwe. Jichungeni msitiwe chachu. Chachu ni yale maneno uletwa na wanadamu wenzetu. Ni yale maneno ambayo unaenda kule unasikia, ni yale maneno ya masengenyo unaenda kule unasikia, na unajivika yale maneno tu ndani yako. Unafanana na yule mtu anayekupatia yale maneno pale nje. Bwana asifiwe. Ili hali Bwana anasema nini? Tunaambiwa nini? Alimwambia bema mtumishi wa Mungu, angalieni mtu asiwafanye mateka kwa elimu yake ya bure. Na wengi wameshikwa mateka hapa ya bure tu na madanganyo matupu. Bwana asifiwe. Nenda hapo utapata, fanya hivi utapata. Wokovu sio kupewa utajiri. Wokovu ni kumjua Kristo Yesu zaidi. Bwana asifiwe. Wokovu haulipiwi fedha na dhahabu. Umepokezwa kwetu sisi tu bure kwa ajili tumeamini. Bwana asifiwe. Lakini mwanadamu ajapo katikati yako na Kristo Yesu analeta madanganyo. Hapa hukuambiwa vizuri, na jambo lile unaambiwa hukuambiwa vizuri ni hili tu. Brother usifanye, sister usifanye. Sister enda, brother enda. Na kwa sababu kuna watu ambao hawapendi correction, kuna watu ambao hawapendi kusahihishwa. They hate correction. Bwana asifiwe. Wanachukia hata maonyo. Wanasema ati fulani ananiambia, fulani amesema, na ni maonyo ambayo iko katika Biblia. Biblia imesema hivi, onyaneni ninyi kwa ninyi. Unapoona brother ama your son ama whoever it is anapoenda kombo, mwambie dada, ndugu, hapa unaenda kombo. Bwana asifiwe. Mwambie unaenda kombo. Na hivyo utakuwa umemfanya huyo ndugu vizuri. Ni heri rafiki yule anayekukemea kuliko yule anayefurahia naye katika mabaya. Bwana asifiwe. Rafiki mzuri ni yule anakukemea. Kukemea si kwenda kwa mchawi, wakiambia pia kukemea ni kwenda kwa mchawi. Ni yule anakuambia no, this is not right. Hii sio vema. Huyo ndio rafiki wa kweli. Lakini hao wengine wakuja kuwafundisha elimu yake ya bure na madanganyo matupu kwa jinsi ya mapokeo ya mwanadamu, kwa jinsi ya mafundisho ya awali ya ulimwengu, wala si kwa jinsi ya Kristo. Epukana na huyo mtu. Bwana asifiwe. Maana katika yeye unakaa utimilivu wote wa Mungu kwa jinsi ya mwili. Bwana asifiwe. Maana katika yeye unakaa utimilivu wote wa Mungu kwa jinsi ya mwili. Nani huyo anaambiwa kuhusu? Ni Kristo. Bwana asifiwe. Utimilivu wote unakaa pale. Na ninyi
mmetimilika katika yeye aliye kichwa cha enzi yote na mamlaka. Bwana asifiwe. Nilipokuwa pale gizani, nilikuwa gizani, sikujua, sikuelewa. Bwana asifiwe. Lakini nilifikiria yote niliyopata hapa duniani yote ni sawa. Bwana asifiwe. Nikafikiria yote ni sawa, nikaendelea hivyo hivyo, na labda nilienda mpaka nikawa youth wa kanisa, nilienda katika youth club ya kanisa, nikasikia mafundisho. Lakini nikitoka pale nje na kwa yule kijana pale Nairobi. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Na kwa yule kijana pale Nairobi. Bwana asifiwe. Tunapotoka kanisani tunaingia boxing. Bwana asifiwe. Tunaingia kwenda kufanya karate. Haleluya. Lakini pale mhubiri ametuambiaje? Msifanye vile. Nasi tunaona ni mbaya. Bwana asifiwe. Haleluya. Kwa sababu tunataka sisi wenyewe kuwa kivyetu. Lakini yale tulikuwa tukionywa ni ya mafundisho mema, nasi tunabaki katika giza. Bwana asifiwe. Hata kama Sunday tutaenda tena, ama tutaenda katika klabu ya youth ya kanisa, tutaenda tena tumenyenyekea, lakini tunadanganya mhubiri. Si kweli? Lakini Mungu anatuona. Bwana asifiwe. Mungu anatuona vile tulivyo. Mungu anaona vile tumeketi. Bwana asifiwe. Huo ni umwili. Bwana asifiwe. Lakini nilipotoka katika hali ya umwili nikaingia katika hali ya kuokolewa, na nimetimilika katika yeye aliye kichwa cha enzi yote ya mamlaka. Nataka kuingia na nionyeshe maana sisi tumeondolewa curses. Bwana asifiwe. Kwa sababu hatukufahamu, hatujajua bado. Lakini tungali bado ni umwili, tungali bado ni Kristo. Bwana asifiwe. Tungali bado gizani huku na huku kwingine ni nuru. Bwana asifiwe. Kwa sababu wakati mnaona mambo yako inaenda kuwa mazuri, wakati unaanza kuona mambo yako yanaenda kuwa inainuka, kumbukeni niliwaambia saa hiyo kitu fulani inaingia na kuharibu. Bwana asifiwe. Lazima lile giza lishuke mahala pale. Lazima lile giza lijionyeshane mahala pale, ili hadi from today my dear friends, niwaambie sisi katika Kristo Yesu tumetimilika, kwa sababu anakaa ndani yetu. Bwana asifiwe. Yumo ndani yetu. Yeye ndio kichwa cha enzi yote na mamlaka. Na kama umedecree na kudeclare ndani yako Kristo ni Bwana na Mwokozi wa maisha na moyo wako leo hii, basi utumwa umekwisha. Bwana asifiwe. Utumwa umekwisha. Sisi tupotea kwa sababu ya kukosa ufahamu. Haleluya. Lakini usiku wa leo, dada na ndugu, nimerudiwa na Roho. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe kanisa. Sitaingia mahala hapo, nitawaambia baadaye. Bwana asifiwe. Lakini nimefunguliwa leo hii usiku. Haleluya. Ati sisi sio watumwa. Mwisho wa utumwa umeondoka na umekwisha. Na walaana umeondoka. Na wakati mwingine mpya umeanza. Bwana asifiwe. Akasema hivi: na nyinyi mmetimilika katika yeye aliye kichwa cha enzi yote na mamlaka, huu Kristo Yesu, ambaye yule mbinguni alipokea nguvu mbinguni na nguvu hapa duniani. Bwana asifiwe. Na akawa juu ya vyote na yote. Bwana asifiwe. Huyu Kristo Yesu mwana wa Mungu, yeye yule aishie milele na milele. Bwana asifiwe. Yeye yule pale msalabani alisema imekwisha. Fahamuni leo hii, dada na ndugu, utumwa wako ulimalizika. Gongo lile ambalo unaekelewa hapa katika mabega yako umeondolewa. Bwana asifiwe. Jua wakati ule alisema it is finished pale msalabani. Wakati niliamini kwamba nimeokoka na nimesimama katika Kristo Yesu, damu yake nimeinywa, nimekula mwili wake. Bwana asifiwe.
Haijalishi na ndugu yangu tena kuroga leo hii nikikuwa juu haitanipata. Bwana asifiwe. Believe. Amini. Amini tu brother. Amini dada. Bwana asifiwe. Haitafanyika. Tunapotea kwa sababu tumekosa ufahamu. Niliona Mokorino mwingine sijui anafanya. Mokorino kitu gani? Mokorino amefanya nini? Hata picha na vile batano hapa. Ya blue na green na green na yellow na zote hizo marangi. Bwana ape sifa. I'm sure ati Mokorino ni mtu. Nini? Bwana asifiwe. Sijui mnakopanga nini. Mokorino. Bwana asifiwe. Kimuona. Haleluya. Hata kama unajua uko na pesa ngapi kwa mfuko. Yesu Mungu. Haleluya. Mimi nataka leo hii dada na katika Kristo Yesu tuelewe na tufahamu. Je, nimefunguliwa? Yes or no? Je, nimeondolewa laana? Yes or no? Je, niko mashimoni? Yes or no? Nimefungwa, niko na mikatale? Bwana asifiwe. Hiyo tu ndio nataka kujua. Bwana asifiwe. Lakini yeye yule niliyemuomba nilijibiwa. Bwana asifiwe. Nilijibiwa. Asubuhi ya leo nimeambia nikamwambia dada kitu. Dada Joyce. Na hao watoto pia nikawajulisha jambo fulani. Amen. Hallelujah. Amen. Nimeambia they are no longer in curses. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Tushike tukienda na kitu kimoja kutoka asubuhi mpaka kesho. Imagine unajua likichomoza kule. Unaenda na jua mpaka linatua. Nimerogwa. Kwani utaishi merogwa? Bwana asifiwe. Hata maandiko Isaia 12 semaje? Kwa kuwa Mungu hataishi tu kama amenikasirikia siku zote. Bwana asifiwe. Mungu hatakaa tu amenikasirikia. And today the end of curses. Bwana asifiwe. Hallelujah. Kama nitafunguliwa dada umefunguliwa. Bwana asifiwe. Watu pia atafunguliwa mikatani kuondoka. Bila neno hakuna areke watu wewe. Manyoka mare ikwishe. Acha. Bwana asifiwe. Ziende. Kwa jina la Yesu Kristo. Hata ziwe nyeusi ziende. Bwana asifiwe. Tumechoka. Bwana asifiwe. Tumechoka. Haleluya. Lakini nilijibiwa nikafurahia. Amen. Na nifurahie. Haleluya. Eti sikiza, ndarudia sababu ni utamu. Nani mmetimilika katika yeye aliye kichwa cha enzi yote na mamlaka. Umetimilika ndani yake. Ukitimilika ni mahali kuna kazi. Hakuna. Nimetimilika kwa yeye na mamlaka yote. Yesu Kristo. Bwana asifiwe. Kwa hivyo leo hii niko na haki ninapoenenda mbele zake. Niende niambie kwa kuna mambo leo hii Mungu amesema hivi, mimi ni wa kukuongoza leo. Bwana asifiwe. Miaka mingi umeniongoza, leo hii ni wa kukuongoza. Bwana asifiwe. Ulikuwa unaenda mbele kila sasa, leo hii ndio mbele yako nikuongoza. Na Bwana amesema atapigana na wewe. Bwana asifiwe. I have the right. Bwana asifiwe. Nina haki ya kutenda yale. Haleluya. Lakini si kuishi na uoga. Sijui kesho kutakesha namna gani. Nimelala sijui kutenda namna gani. Bwana asifiwe. Nataka kuambia jambo. Kiroko gya hapo ni ukiri Mungu. Haleluya. Anafunga chini. Bwana asifiwe. Hata asubuhi yako imewadia dada. Asifiwe. Nini choice? Asubuhi yako imekuja. Imekuja asubuhi kila mmoja asubuhi yake. Ndio Yesu Kristo imekuja brother. Bwana asifiwe. Si kusema tisijui kama nitaamka, kama nitalala. The Lord said, mwisho ya curses. Utaishi hiyo. Nini nitakayoniangalia? Siondoke hiyo. Amen. Kufanya hivi nipone kwa Bwana asifiwe. Karibu brother. Hallelujah. Bwana asifiwe. Tushinde katika kazi yangu. Mtu
Unakuja unajitanga nini? Zile miguu inakanga hivi vipaje? Bogoro bwana ati. Alikuja kuleta bogoro zake kwa kazi yako. Na ndani hizo ni bogoro ati alikuja kwa kazi ya Kenyatta. Na kuja kukuletea ikwishi. Ndio hiyo ni kemondo. Leo ni wakati wa kuondoa kemondo. Kemondo kiondoke leo. In the mighty name of the Lord Jesus. Hallelujah kwa nyuma. Kemondo kifanya nini? Akienda na mizigo yake. Jina la Yesu Kristo. Hey. Amen. Hallelujah. Amen. Nashangaa. Amen. Kwa sababu niliomba nikajibiwa. Amen. Akasema hivi. Hallelujah. Amen. Hey. Katika yeye mmetahiriwa kwa tohara isiyofanyika kwa mikono. Unajua ni kusema nini? Ndani yake tumetahiriwa na sio ile kutahiriwa kwa mikono ya mwili. Bwana asifiwe. Amen. Nini isiyofanyika kwa mikono? Kwa kuvua mwili wa nyama kwa tohara ya Kristo. Waache ile ya mwili. Ile mnapeleka watoto sijui makanisa na huko siku hizi kutahirisha watu. Sio? Kule mnapeleka watu sijui kaenda makambi na huko. Sio hiyo kutahiri huko. Tohara ya Kristo Yesu. Amen. Kwa Bwana Bwana asifiwe. Yes. Ya mioyo yetu si ya mwili. Sio pale unaambia mtoto leo hii umetahiri wewe ni mwanake leo hii. Kesho nifanyie hivi kiweka. Mwanake hata kajukuji. Leo utahiri ya kiroho. Amen. Bwana asifiwe. Leo hii ni kemondo kiondoke. Aidha nipende, aidha nichukie. Kemondo kiende. Hallelujah. Na itakusaidia sana. Ikasema katika yeye umetahiriwa kwa tohara isiyofanyika kwa mikono, kwa kuvua mwili wa nyama kwa tohara ya Kristo. Alikufia, akabeba aibu yako, akabeba laana yako, akabeba matukano, mapigo yako yote. Kila kitu akakubebea. Bwana asifiwe. Amen. Ulipoamini ukasema Kristo Yesu ni Bwana na Mwokozi wa maisha na moyo wangu, alikuokoa kweli. Aliposa natuambia rudisheni tu shukrani. Bwana asifiwe. Rudisheni tu shukrani. Haleluya. Hapana mambo mengi. Akasema mkazikwa pamoja naye katika ubatizo. Wakati tulienda kubatizwa, tulizikwa pamoja naye. Bwana asifiwe. Amen. Haleluya. Mkazikwa pamoja naye katika ubatizo, na katika huo mkafunuliwa pamoja naye. Bwana asifiwe. Ni wapi hapo na mbona niliacho? Tukae chini leo tuongee. Ni wapi niliacho? Tulizikwa pamoja naye katika ubatizo. Na katika huo mkafunuliwa pamoja naye kwa kuziamini nguvu za Mungu aliyemfufua katika wafu. Ni wapi na mbona niliacho na Bwana? Hakuna. Wewe ukiachwa, wewe umeenda kwa Wakajunge. Ukiachwa wewe mwenyewe umeenda kwa Wakajunge na bado uko na kemondo. Bwana asifiwe. Mungu yuko ndani yako. Haleluya. Leo ni kuvua hiyo kemondo kiondoke, kiniache huru, mteule wa Bwana. Bwana asifiwe. Ama mtaua wake. Bwana asifiwe kanisa. Wakati tulienda ubatizo, tulizikwa pamoja naye, na katika huo mkafunuliwa pamoja. Everything was revealed to us. Bwana asifiwe. Pamoja naye. Kristo Yesu ni mzaliwa wetu wa kwanza. He is our brother. Kwa wale wanaamini. Bwana asifiwe. Kama vile kijana mdogo uringa na brother yake mkubwa, leo hii Mungu anasema shangwe na haleluya sababu ya Kristo Yesu. Amen. Hakuna mahali tumeambiwa tukalie sababu ya ufukara. Hakuna mahali tumeambiwa tunakuwa mafukara huko. Hakuna mahali tumeambiwa sisi ndio maskini. Hakuna mahali tumeambiwa ati hamtapata, tutapata ile neema kwa Mungu. Amen. Bwana asifiwe. Lakini hatujifahamu. Bwana asifiwe. Hatujifahamu. Hatujijui. Twasema tunaelewa, tunafahamu kule tuendako, lakini hatujui. Kristo Yesu, wacha niwaambie dada leo hii na ndugu katika Kristo Yesu. Kristo leo hii ni power.
Bwana asifiwe. Amen. He is mighty. Hallelujah. Ni power. Ni might. Bwana asifiwe kanisa. Amen. That yeye yule yuko ndani yangu ana nguvu kuliko yule yuko hapo ulimwenguni, na tunasema hivyo. Alafu tungali basi katika ile nini? Ile yoka imetufunga. Bwana asifiwe. Na unasemaje? Yeye yule yuko ndani yangu ana nguvu kuliko yuko hapo ulimwenguni, bado Mungu. Ndio mada ni hata leo. Na kama yuko ndani yako na ana nguvu, si akate hiyo minyororo. Bwana asifiwe. Si akate saa hii. Amen. Bwana asifiwe. Tusibebe hiyo mizigo isiyo yetu. Bwana asifiwe. Mtu akikwambia mimi sitaki kusikia, mwambie ni yake. Naye mwambie sitaki kusicheki na mtu. Bwana asifiwe. Mtu akikwambia sitaki kusikia, naye mwambie sicheki na. Maandiko yanatuambia hivi: asiyesikiza neno la Mwenyezi Mungu amekaa Kristo Yesu, amemkataa. Si ni kweli? Sasa angalieni. Tulipozikwa katika ubatizo na katika huo tukafunuliwa pamoja naye Kristo Yesu kwa kuziamini nguvu za Mungu aliyemfufua katika wafu. Kwa kuziamini nguvu za Mungu aliyemfufua katika wafu. Eti ile nguvu, yule roho aliyemtoa Yesu Kristo katika kaburini pale, Bwana apewe sifa. Ndio yeye yule roho ambaye tuko na yeye. Tuko wafungwa namna gani? We are no longer. Amen. Bwana asifiwe. Hatujafungwa dada. Kwa zile nguvu zilikuwa Kristo Yesu katika kaburi. Kumbuka yule roho aliondoa lile jiwe. Ndio roho huyo amekuondolea nalo jiwe lako na wewe pia. Bwana apewe sifa. Utoke katika hizo makaburi umezikwa ndani yako. Tumechoka. Hallelujah. Amen. Yeye ni yule malaika nimekuambia leo hii. Aliondoa lile jiwe pale mlangoni katika pango, Kristo Yesu akatoka. Huyo roho ndio uko naye. Amen. Na unaingia katika utumwa. Na amekuondolea lile jiwe. Na kishaondoa jiwe nini unaona? Si ni nuru? Hallelujah. Amen. Bwana asifiwe kanisa. Amen. So leo hii ni kimundu ikue. Yes, exactly brother. Hallelujah. Amen. Kiondoke ile iondoke. Bwana asifiwe. Amen. Kwa sababu sisi tuliamini nguvu za Mungu aliyemfufua katika nini? Katika wafu. Tukajua kwamba na tunaweza imba kama wimbo. Alishikwa, akapigwa, akadhulumiwa, akatibuliwa, akawekwa taji ya miba, akawekwa msalabani, akafanywa hivi, akadungwa mkuki ubavuni mwake, akatoka maji na damu ya kuosha dhambi zetu zikatuishia kabisa, na saa fulani akafa, nchi ikatetemeka. Bwana asifiwe. Na akazikwa, na siku ya tatu akafufuka. Na sasa amekaa kumbe katika kiti cha Mungu cha enzi. Bwana asifiwe. Haya yote tunayafahamu. Lakini ningali mfungwa. Wacha kuchezea Mungu ndani. Kuna wakati wa michezo na kuna wakati sio mchezo. Bwana asifiwe. Ametangaza leo uhuru wetu. Amen. Bwana asifiwe. Ametangaza uhuru kweli. Sio mwigai. Bwana asifiwe. Ni uhuru wa Mungu Baba. Akasema hivi: na ninyi mlipokuwa mmekufa kwa sababu ya makosa yenu. Haleluya. Na ninyi mlipokuwa mmekufa kwa sababu ya makosa yenu na kutokutahiriwa kwa mwili wenu, aliwafanya hai pamoja naye, nani? Kristo Yesu. Bwana asifiwe. Mlipokuwa mmekufa kwa sababu ya makosa yenu na kutokutahiriwa kwa miili yenu, aliwafanya hai pamoja naye, akiisha kutusamehe makosa yote. Kwa hivyo umesamehewa makosa yenu yote katika Kristo Yesu. Niko na dhambi, si mko na dhambi. Kama uko na dhambi wewe ni kimondo. Bwana asifiwe. Alifanya vile. Bwana asifiwe. Alifanya vile. Haleluya. Amen. Tulikufa kwa sababu ya makosa yetu na kutokutahiriwa kwa miili yetu. Akatufanya hai pamoja naye alipofufuka pale wakati tulibatizwa. Angalia, chukulu. Bwana asifiwe. Amen. Nikatokea. Bwana asifiwe. Amen. Tukafufuka naye. Bwana asifiwe. Na tena kumbuka ananiambia nini?
kama nilikuwa na makosa ya kutokutaiwa mili, aliwafanya hai pamoja naye, akiisha kutusamehe makosa yetu. Bwana asifiwe. Kwani ataishi tu ametukasirikia? La hasha. Sioni. Bwana asifiwe. Na kama nitusamehe makosa yetu, Bwana asifiwe. Kama nitusamehe makosa yetu, laana imetoka wapi kwako? Gongo na mabegani limetoka wapi kwako? Utumwa umetoka wapi kwako? Bwana asifiwe. Kumbukeni safari ya Mose na wana wa Israeli kutoka Misri. Bwana asifiwe. Walipoambiwa sasa ni wakati wa kusafiri, walisafiri. Bwana asifiwe. Yale yote walikuwa wakifanya kule Misri, matope na mahiga. Bwana asifiwe, kubeba mahiga. Si waliacha huko Misri. Iko mkamba moja aliniambia hivi, Misri kwewea, Misri kwewea, Misri kwewea, Misri kwewea. Kwewea mwingine wakubeba mahiga mengi. Bwana pesiba. Misri kwewea, Misri kwewea. Bwana asifiwe. Ati kazi ya kubeba mawe mingi. Bwana asifiwe. But today katika Kristo Yesu niko huru. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Sasa niambie, hiyo yoke, hiyo nira iko wapi mabegani mwako? Tuonyeshe, uniambie hivi umewekelewa. Kristo Yesu alisema ile mimi nimewekelea, ile nira nimekuwekelea. Imani tu. Imani unaisikia mgongoni mwako? Hamna. Imani tu. Amini tu. That is the only yoke. Imani tu. Lakini umeenda kuhadithia mama fulani kule, mama fulani kule, niliona hivi, unaambia kazi yako inakula na nini? Inakula na nani? Yeye ndio mchawi. Bwana asifiwe. Ndio atoke hapo na kitu. Bwana asifiwe. Na kitoka hapo na kitu anasema, nilikuwa nimeomba nipewe. Bwana asifiwe. Cheni niwaambie kimondo kiende. Haleluya. Mtakurudia na nini mlipokuwa mmekufa kwa sababu ya makosa yenu na kutokutahiriwa kwa miili yenu? Aliwafanya hai pamoja naye. Kristo Yesu alitufanya hai pamoja naye, akiisha kutusamehe makosa yetu na hakubakisha. Nani amewafanya hakimu? Nani amewafanya hakimu? Una hukumu fulani kwa nini? Wachana na huyo. Wanasema kwa sifa. Haujafanywa hakimu mhukumu. Mwachie Yesu Bwana. Acha ujui wakati ule merudi kwa Mungu Baba na kumwambia Baba nisamehe, na umekaa pale kama panya imegoja kama paka imegoja panya toke shimoni. Na panya uko kule waka na kula mandizi zingine huko. Bwana pesifa. Tusiwe vile. Hallelujah. So, naona end of curses kwa sababu Bwana wetu Yesu Kristo alijisulubisha msalabani. Akiisha kufuata ile hati, kusoma hiyo 14 brother Peter. Hallelujah. Na tondu wa uria ahurire uhoro wa gutucuka uria wandikitwo mawatho-ini na wari wa gutuhota-ri agikiweheria akiuhuririra misumari mutharabai. Bwana asifiwe. Akafanya nini? At blotting out the handwriting of ordinances that was against us, which was contrary to us, and took it out of the way, nailing it on the cross. Bwana pesifa. Hallelujah. Hiyo yote akaiweka kwa msalaba. Kusoma kwa Kiswahili kwanza. Akiisha kuifuta ile hati iliyoandikwa ya kutushtaki kwa hukumu zake, iliyokuwa na uadui kwetu, akaiondoa isiwepo tena, akaigongomea msalabani. Bwana asifiwe. Akiisha kuifuata ile hati iliyoandikwa ya kutushitaki kwa hukumu zake, iliyokuwa na uadui kwake, akaiondoa isiwepo tena, akaigongomea msalabani. Bwana pesifa. Lakini hebu kumbuka, ananena habari ya nini? Ile hati iliyoandikwa
hiyo handwriting iliyoandikwa, Bwana asifiwe, ya kutushtaki kwa hukumu zake iliyokuwa na uadui kwetu, akaiondoa isiwepo tena, akaigongomea msalabani pale alipokuwa akienda. Kwa hivyo mambo ya Torati, mambo yale yalikuwa yameandikwa na ya matorati, hiyo yote aliondoa. Bwana pesifa. Ile ilikuwa inatushtaki. Bwana pesifa. Ile ilikuwa inatushtaki. Ile kila wakati ati hii ni kifo. Ile wakati kama ni hii umefanya hivi ni kuadhibiwa. Hii kama umefanya hivi ni jela. Bwana pesifa. Lakini tukapewa neema yake Yesu Kristo ya kwenda kujipeleka mbele zake. Haleluya. Katika hali ya kutubu na kukiri dhambi na makosa na maovu, naye yote hiyo alienda wakati anagongomwa pale msalabani, yote ikapigiliwa mahala pale. Bwana apewe sifa. Haleluya. Amen. 15 nasemaje? Sasa hapa ndio kuna mambo 15 na arikia gwithegeria monene macio na mahinya akimonania mbere ya muingi akirohagia ni uria amatoririe kutharakai. Amen. Kusoma kwa Kiswahili. Akisha kuzivua enzi na mamlaka na kuzifanya kuwa mkogo kwa ujasiri, akizishangilia katika msalaba huo. Bwana asifiwe. Amen. Yeye akiisha kuzivua enzi na mamlaka na kuzifanya kuwa mkogo kwa ujasiri, akazishangilia katika msalaba huo. And having spoiled principalities and powers, he made show of them openly, triumphing over them in 8. Bwana pesifa. Kwa hivyo yeye alishinda hizi nguvu. Bwana pesifa. Akisha shinda, haleluya, akisha kuzivua enzi na mamlaka. Kwa hivyo alishukisha nguvu na mamlaka ya shetani. Bwana pesifa. Ya mapepo akazileta chini yake. Bwana asifiwe. Na kuzifanya kuwa mkogo, yani akafurahia. Bwana pesifa. Kwa ujasiri akizishangilia katika msalaba huo, pale alizitundika, pale alizigongomea. Bwana pesifa. Akawa kufurahia. So hizi tunasema the powers and principalities in high places, Bwana pesifa, alizileta chini ya miguu yake. Bwana pesifa. Na katupatia nguvu na mamlaka tuzitrample over them. Bwana pesifa. Na kuzikanyaga na kuzivuta. Haleluya. Sioni mahali umeambiwaje nimesulubiwa msalabani ndio mwe watumwa. Bwana pesifa. So that you may be free. Muwe free and free indeed in the name of the Lord Jesus. Muwe huru na huru kabisa katika jina la Yesu Kristo. Bwana pesifa. So the end of curses, it is today. Bwana asifiwe. End ya curses ni leo. Bwana asifiwe. Mimi nimekataa. Katika jina la Yesu Kristo. Bwana asifiwe. Sio ndio upeleke usukumwe na watu mpaka hapo unaenda tu hivi. Twende unaenda unasukumwa unaenda kinyonga. Kataa. Bwana asifiwe. Amen. Wakati Bwana anasema hivi, saa ile ndio wapatia roho. Wakati unapelekwa pale kizimbani, pale atashuka tu ndani, anakufanya hivyo ukiwa mtumwa. Wewe sio mtumwa. Na kila siku mwambie wewe kaa kama yule aliyefunguliwa, and surrender all unto God. Surrender yote kwa Mungu Baba. Jipokezeni mkononi mwake. Bwana asifiwe. Haya yote yatakuja kuisha. Haleluya. Haya yote hayana msingi tena. Haitakuja kutetemesha sisi, haitakuja kutushika tena itufanye sisi ni watumwa. But nitakwambia kitu kimoja. Unaona kama sasa? Bwana asifiwe. Amen. Saa kama hii tumesikia hivi. At the end of curses. Haleluya. End of curses. Mwisho wa Irumi. Haleluya. Ile akina babu huko, ile akina nani, hiyo sitaki kujua habari yake. Bwana pesifa. Hebu ngoja utaona. Kitu inaweza kutokea leo hii ama kesho ikushtue. Uanze kusema na mchungaji si alisema hivi. Bwana asifiwe. Amen. Hii inategemea na imani yako ile uko nayo. Amen. Wakati unaambiwa leo hii unasikia the end of curse, mwisho wa laana, amini laana imeondoka. Amen. Hata ninapokulala imeondoka. Amen. Mimi sitaki kujua hata for my sons
for my daughters at home. Najua laana imeondoka. Imeondoka. Na ikiondoka kwao, and so is you. Hata wewe. Bwana asifiwe. Kama anaondoa kwa kila mmoja wetu hapa. Bwana asifiwe. Hii sio time ya kusemaje na mimi hata wewe. Bwana asifiwe. Hiyo sio wakati huo. Amenimalizia vizuri, akiisha kuzivua enzi za mamlaka na kuzifanya kuwa mkogo. Bwana asifiwe. Ikuwa mkogo, akazishow. Mkogo anashow. Bwana asifiwe. Kwa ujasiri akizishangilia katika msalaba huo. Amezivunja. Bwana asifiwe. Bwana wangu na Mwokozi wangu, mfinyanzi wangu alisema hivi, hii hekalu naweza kuibomoa na nijenge na siku 3. Bwana apewe sifa. Akavunjwa, akazikwa, akakufa, akazikwa, na siku ya 3 akajenga hekalu. Bwana apewe sifa. Aibu ni kwa wale walivunja, walipiga, lakini kinywa chake kilisema na ikafanyika vile vile. Huyu Bwana wa wokovu wetu, hata leo hii dada na ndugu, aliweka shida yako yote msalabani. So you are no longer a slave. Wewe sio mtumwa, wewe ni aliyefunguliwa. Wewe sio ati utakuwa unatumikizwa na maroho ya giza. Maroho ya giza hayana nguvu tena kwako. Anasema powers and principalities ziko msalabani. Bwana asifiwe. Ziko msalabani. Ziko msalabani. Msalabani jana na ndugu. Ukijua leo hii natoka hapa mtu mpya. Bwana asifiwe. Lakini angalia hekalu yako. Bwana asifiwe kanisa. Haleluya. Na nitafika hapo kwa ajili ya masaa. Bwana asifiwe. Na Mungu Baba na wapende na waangazie nuru ya uso wake. Leo hii na hata milele na milele. Bwana apewe sifa. But tujue the end of cast ni na kimondo kime na gedikwa kwao. Kimondo gedikwa. Bwana asifiwe. Kimondo gedikwa. Bwana apewe sifa. Usitake kujua kule kimeingia wapi. Imeenda. Bwana asifiwe. Na ukiwekwa hii or she that is set free is free and free indeed of any evil spirit. Yeye yule aliyesetiwa free yuko huru na huru kabisa kutokana na maroho ya giza. Then what do we say? Tutasemaje? Kwa sababu tumeondolewa hayo yote. Roho wake Mwenyezi Mungu atake charge na command na control juu ya kila mmoja wetu. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Mimi nimeshukuru. Cheka tumikie wewe. Amen. Bwana asifiwe. Na msamehe na Mungu, naye kusamehe sio? Na msameheane kila mtu na ule mwingine. Bwana asifiwe. Ukiweke mondo kitaweza kuondoka. Haleluya. Ukibeba kemondo leo hii, utakuwa na kemondo chako. Haleluya. Ama ni aje brother? Si ni kweli? Amen. Amen. Hakuna kitu kizuri dada kama kuondolewa hiyo. Amen. Amen. Na nimeshukuru Mungu leo hii. Kuliko siku zingine zote niliwahi kushukuru Mungu. Bwana pesa. Nilishukuru Mungu leo hii because jana niliomba. Amen. Na akawajibu. Na hilo jibu ila kila mmoja wetu asikie kwa masikio yake. Mungu atendee mema na makubwa leo hii naanza milele. Amen. Wacha tupendane huku na dada. Tuone vile Mungu atakavyotenda. Amen. Tuone vile Mungu atakavyotenda. Bwana asifiwe. Kama vile Mose tu alisema, behold the mighty hand of the Lord. Tuone leo hii mkono wa Mungu vile utakavyotenda. Bwana asifiwe. Mkono yake. Atina kule kuna njia, ukapatikana njia. Bwana asifiwe. Hebu fikirieni leo hii dada na ndugu. Hata leo hii, kesho uamkapo hivi. Hukuwa na njia inapatikana. Hukuwa na namna jambo fulani linapatikana. Amen. Huyo amengoja miaka mingi bila hata anafanya application ya kazi, hata haoni reply, hata regret hakuna. Kesho njoo. Huko nenda job yako kule unafanya kazi, atunashinda hivi
Nataka kitu kimoja. Bwana asifiwe. Leo hii ni hapa. Wewe umenunua kutosha, pakisha ingine yangu. Hallelujah. Na siwe hivyo. Na siwe hivyo. Haya. And the just shall take it by force. Walio haki watachukua kwa nguvu. Nyakuwa. Yes. Na nyakuwa. Na nyakuwa. Amen. Na watu asili leo hii. Mimi nilifanya hivyo. Vile Bwana anasema ndio nafanya. Na ningetaka mtu mmoja hapa awali wa nyumba yangu aseme, "Ndio umedanganyana." Bwana asifiwe. Ilikuwa kazi yangu inapiganiwa. Bwana asifiwe. Inapiganiwa. Tupatie hiyo. Yune unaona hapa. Yune. Hallelujah. Tuletee ile gari yako ile. Ilikuwa inaitwa land plane. Utuletee hiyo. Inakaa huko, watu wengine wanaweza kuwa ni wahonga. Si hongo, washakuwa na Bwana. Bwana asifiwe. Nami ikionekana huko, hakuna story. Gari yetu ndio hii, imekuja. Bwana asifiwe. Wakigoja cheki zao, mimi na simu langu wa nyuma yangu napewa shika. Ngojeni nitatunua. Bwana asifiwe. Hallelujah. Na mimi naenda natandika mama na cheki. Bwana, si mtandike mabibi na macheki. Tandiki. Bwana asifiwe. Jamaa ikitoka inatandika bibi na shika. Mwingine shika. Bwana ape sifa. Hallelujah. Unatandikana na watu chukua by force, brother. Let me just tell you the truth. Amen. Joyce kama nadanganyana na makebu na nadanganyana semeni. Bwana asifiwe. Amen. You take it by force. Amen. Hallelujah. Amen. Kazi. Amen. Amen. Because I'm no longer a slave. Bwana ape sifa. Amen. Slave wa chini ya amri. Amen. Lakini leo mimi si slave. Mimi sio mtumwa. Mimi siko chini ya wadho. Wadho umesikiaje? Uliwekwa msalabani. Bwana. Boom. Ile kwenda nifijilia. Nikumaanisha nini? Lucas. Bwana asifiwe. Vijana wetu, wasichana wetu, endeni mkapokee. Amen. Hata wako wako nyumbani, waende wapokee. Amen. Amen. Tunapomaanisha hawatakuwa mikia, watakuwa vichwa, wacha wawe vichwa. Amen. No more.